Ninakusalimu katika jina zuri la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Ninamshukuru Mungu amenipa kibali cha kuliachilia neno hili kwako lililobeba matengenezo kwa ajili yangu mimi pamoja na wewe. Ninaamini utakapokuwa unalisikiliza neno hili la Bwana litakupa hatua moja zaidi kwenye maisha yako, kwa sababu mimi ninaamini kwamba neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu ni uhai, neno la Mungu ni uponyaji, neno la Mungu ni baraka. Neno la Mungu linasimama kwenye maisha yetu kila eneo. Kwa hiyo neno hili la Mungu likatupe hatua nyingine katika mwaka huu mzuri ambao Mungu ametujalia kuufikia, wa mwaka 2026. Karibu sana. Nimesikia moyoni tujifunze somo hili zuri la kurudi kwenye uhalisia wetu. Nitakuwa naongea kwa habari ya kurudi kwenye uhalisia wa kwangu mimi na wewe, vile ambavyo Mungu angetamani tuwe halisi, kama ambavyo nimekuwa nikikwambia kwamba Mungu ni halisi. Nimekuwa nikisema sana kwamba Mungu ni halisi. Nimeona watu wengi sana wanashangaa pale ambapo Mungu anafanya vitu. Kuna mtu mmoja akaniambia kwamba mbona kwa wengine anafanya, lakini mimi kwangu bado nimekuwa na kilio cha muda mrefu, lakini bado sioni matokeo. Nikaona ni vizuri pia tukajifunza na sisi kuwa halisi kama vile ambavyo Mungu wetu ni halisi. Kwa hiyo nitakuwa ninazungumza kurudi kwenye uhalisia wako. Nimefundisha somo hili, inawezekana umelisikia, lakini natamani hapa tujifunze kwa upana kidogo kwa namna ambavyo Mungu atatujalia. Ninapozungumza kwa habari ya kurudi kwenye uhalisia wako, ninazungumza kurudi kwenye mwanzo wako au kurudi kwenye asili yako. Kila mtu ana mwanzo wake. Mimi nina mwanzo, wewe pia una mwanzo. Hata kama tumezaliwa kwa majira tofauti tofauti na nyakati, lakini kila mtu anao mwanzo. Kumekuwa na neno hili, nadhani na wewe unayenitazama umewahi kulisikia au inawezekana huwa unalisema na wewe mwenyewe. Kumekuwa na ile hali au sijui nisemeje, lakini nazungumza asili. Kumekuwa na ile mada ya asili. Unakuta mtu labda anataka kuoa. Mtu amekuwa anatamani kuoa. Anapotaka kuoa, labda amepata mchumba. Anaenda na wataarifu wazazi wake kwamba nimepata mchumba na ninatamani kuoa sasa. Unashangaa yule mzazi anauliza, huyo mchumba ni nani? Ametokea wapi? Ni kabila lipi? Anaambiwa kwamba labda ni kabila fulani, ametokea mahali fulani. Ghafla unamshangaa yule mzazi anasema, mwanangu, asili ya hao watu wanakuwaga na tabia 1, 2, 3. Na kuna mtu fulani atakutolea hadi mifano. Unamuona mtu fulani alioa lile kabila, asili yao wanakuwaga ni wachawi, au asili yao kama ni wanawake wanakuwaga wana kiburi sana, wanakuwaga na dharau, waga wanawatawala waume zao.
Kwa hiyo usije ukajaribu kuoa kwenye lile kabila, asili yao sio nzuri. Kijana anabaki anashangaa kwamba lakini yule mbona hayuko hivyo? Unashangaa mzazi anasogea zaidi, anasema ni kwa sababu haujaanza kuishi naye, lakini asili yao itakusumbua. Unashangaa unasema wale wanawake kabila lao kiasili ni wanawake ambao wanaletaga roho ya umaskini, wanapenda sana fedha, hawapendi maendeleo. Au wale wanawake tabia yao kiasili ni wazinzi. Anakutolea na mfano, uliwahi kumsikia mtu fulani, au nina rafiki yangu amewahi alioa hilo kabila. Alipooa lile kabila amemfumania mke wake mara ya kwanza, au alifilisika kabisa. Mwanamke hataki maendeleo, anataka tu kuvaa, anataka kuonekana kwenye mionekano fulani. Asili yao kwa kweli wale mwanangu usije ukajaribu kuoa hapo. Sasa nikawa ninatafakari kwa nini asili? Kwa sababu wanaangalia kwamba ni chanzo cha huyo mtu, ni chimbuko lao, ni chimbuko la kabila, kulikuwa mababu, sijui mabibi, yani jambo la kiukoo, kwamba walitokea hivi. Na utashangaa wanakwambia babu yake alikuwaga ndo hivyo, alioa wake 6, au bibi yake, shangazi yake aliolewa huko, aliolewa na wanaume karibu wangapi, alizaa kila mtoto na baba yake. Kwa hiyo ile asili kwa kweli, yani chimbuko lao. Ninapoongelea asili naongelea chimbuko, yani kile kina cha huyu mtu ni nani, kina cha wewe ni nani. Kwa hiyo unaangalia kwamba kumbe zile asili tu zinasababisha yule mtu anashindwa kuolewa, au anashindwa kuoa, au watu wanashindwa kufanya biashara pamoja. Asili yao hawa ni matapeli. Yani kwao waga ni matapeli. Tapeli usije ukakaa na mtu wa jinsi hii. Asili yao wana hasira sana, ni watu wana paniki sana. Asili yao ni wavivu, hawapendi kufanya kabisa kazi. Sasa ninatamani sasa, baada ya kuelewa, ninaamini Roho Mtakatifu ana kufundisha kitu, na kuna mazingira unayatazama kwamba inawezekana hata wewe unayenitazama hapa na kunisikiliza uliambiwa kabila hilo unaloenda kuoa au kuolewa asili yao ni hivi, ukafikiri labda wanakuzuilia, na kweli ulipokuja kuoa au kuolewa, maisha yalivyozidi kwenda, ukaanza kuconfirm kile kitu ambacho ulikuwa unaambiwa kwamba kwa kweli hawa watu wana tabia hizi. Wengi wetu tumefika kwenye majuto. Ningejua nisingeoa yule mwanamke, ningejua nisingeolewa na hawa watu, ningejua nisingeolewa na huyu mwanaume, ningejua nisingeolewa na hili kabila, ningejua nisingeshikamana nao. Sasa nimekuja na neno hili la Bwana tujifunze. Ukirudi wewe kwenye asili yako, inawezekana kutoka kwenye hayo mateso na majuto ambayo umekuwa nayo. Asili ya mwanadamu alikotokea, ametokea kwa Mungu mwenyewe. Asili ya mwanadamu ni Mungu. Sasa tutasoma kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Ninaongea urudi kwenye asili yako. Yale niliyokuwa naongea kama utangulizi, ili tuelewe mahali ambako tunaenda. Sasa ukisoma kitabu cha Mwanzo hii sura ya 1 mstari wa 26, Biblia inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani
na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Unaiona asili ya mwanadamu inakuanzia. Sasa nitakurudisha kwa nini leo hii tunahukumiana kwa asili, kwa tabia za asili zetu. Ile asili ilitoka wapi? Kwa nini tunahukumiana usiolewe au olewa na kabila fulani kutokana na asili zao? Kwa nini tunahukumiana au kwa nini tunashauriana kwamba wale watu wanaweza wakakufaa? Sasa tutajua kwamba sasa ile asili ilitokea wapi. Kama huyu mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, manake huyu mwanadamu asili yake ni Mungu mwenyewe. Mwanadamu yeyote, yani mimi na wewe mpenzi mtazamaji unayenitazama, asili yetu, chimbuko letu, mwanzo wetu ni Mungu wa mbinguni aliye hai. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20 anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Mungu anabisha kwa kupitia neno hili. Urudi kwenye asili yako. Anasema ukikubali wewe ukamkaribisha kwa maana ya kumfungulia mlango, hii inamaanisha hivi, Mungu sio dikteta. Mungu hakulazimishi, ila analileta neno ambalo litakusaidia wewe. Na bahati nzuri amekuumba, amekupa utashi. Sasa anasema mimi nimegonga mlango. Mtu ambaye amenikubali, akinikaribisha, akafungua mlango, yeye mwenyewe unapofungua moyo wako, anasema ataingia kwako. Atakula pamoja na wewe pamoja naye. Atakaa pamoja na wewe. Unajua, nilipokuwa ninajifunza kwamba atakula pamoja na wewe, nikasema unaweza ukafikiria kwamba mtasonga ugali, mtakula pamoja na Bwana. Lakini nikalikumbuka neno moja, ule wakati Yesu ametoka kwenye maombi yale ya siku 40, adui shetani akawa ameenda kuongea naye kwenye ile Mathayo 4. Unaweza ukaona shetani alimwambia kitu kwa habari ya chakula. Yesu akasema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Kumbe neno la Mungu ni chakula. Kumbe mtu anapomkubali Yesu, anamlisha, anapata chakula ambacho ni neno la Mungu. Chakula kina kazi kwenye mwili wa mwanadamu, lakini chakula cha kiroho ambalo ni neno lina kazi kubwa kwenye maisha ya mwanadamu. Linahuisha, linarejesha uhai, linaotesha mbegu. Neno la Mungu ni uzima. Na usisahau hivi kwamba Mungu mwenyewe ndio neno. Kwa hiyo tunapoliongelea neno, tunamuongea Mungu mwenyewe. Anakaa na wewe, anakufundisha jinsi ya kuongea na watu, jinsi ya kumtumikia yeye, kipaumbele chake ni nini. Atakufundisha unyenyekevu, ataondoa tamaa ndani yako. Yaani utakuwa kiumbe kipya kabisa. Kwa hiyo amesimama mlangoni
anabisha. Kumbuka ni wapi ulipoanguka. Ukisoma Ufunuo 2 unaweza ukaona hayo maneno. Kumbuka ni wapi ulipoanguka, utubu. Lakini mahali pengine anasema tubuni basi mrejee, ili zije nyakati za kuburudika. Unataka kuburudika? Unataka kutoka kwenye vifungo? Maana ninajua wengi wetu tunatenda dhambi, lakini hatupendi dhambi kwa kweli. Yaani unatenda dhambi lakini ujisikii raha ya dhambi. Yaani ujisikii raha, unajisukuma tu, yani pombe ngoja tu ninywe. Sasa ni nguvu ya adui, ile asili ya dhambi ya shetani ndio inayokutumikisha. Kumbe unapomkubali Yesu akaingia ndani yako, anakuletea zile nyakati za kuburudika. Unawekwa huru, unapata na zile nyakati za kufurahi. Sasa kuna mtu ambaye umelisikia neno hili la Bwana. Unasema ninataka kumpa Yesu maisha yangu, kwa maana ya kuamua kuokoka. Lakini upo wewe ambaye umeokoka, lakini asili na kutesa. Tabia za asili, tamaa za mwili, tamaa za dunia, tamaa za macho na makorokoro mengi yamekuwa yanakutesa. Watu mpaka wajisikii vizuri wakikuona, watu wanakuogopa, wanaishi kwa tahadhari. Neno jema ni kwamba Yesu anabisha mlangoni kwako. Ukikubali kumfungulia, anaingia kwako. Anakufinyanga, anakutengeneza. Anakupa zile nyakati za wewe kuburudika na watu wengine kuburudika kupitia maisha yako. Umekaa chumbani kwako unanitazama na unanisikiliza. Upo sebleni kwako, unaweza ukaomba na mimi maombi haya. Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako. Ninakushukuru sana kwa ajili ya neno hili zuri la baraka. Umesema na moyo wangu kabisa. Nimejitambua jinsi nilivyo. Mungu wangu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Naomba unisamehe. Natamani kuanza msimu mpya pamoja na wewe. Nimechoshwa na tabia za asili ya dhambi. Niko tayari kurudi kwenye asili yangu ambayo ni wewe. Ninaamini unaweza kunifanya kuwa kiumbe kipya. Baba, unikubali. Naomba unipokee katika jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu uliye hai, wewe ni halisi Bwana. Asili yetu ni wewe. Hatuwezi kuyaongelea maisha yetu, mwanzo wetu, bila kukutaja wewe uliye chanzo cha maisha yetu. Asante Bwana kwa kuwa unalituma neno lako ili lituponye. Asante Mungu kwa kuwa mawazo yako ni mema sana kwenye maisha yetu. Baba, unatamani tufanane na wewe. Asante sana kwa kusema na mioyo yetu kupitia neno lako hili la uzima. Neno lako ni uzima, neno lako ni uhai, neno lako ni baraka. Mungu wa mbinguni, neno hili lilete mabadiliko kwenye maisha yetu. Ile asili ambayo ni sheria ya dhambi iondoke kwetu kwa jina la Yesu. Yesu, uliyatoa maisha yako ili kututoa kwenye sheria ya dhambi, ili utuweke huru. Baba, utusaidie kukaa hapo. Wewe ni kielelezo, tupe neema ya kujifunza kutaka kukujua wewe. Kwenye mwaka huu Bwana, ukawe ni mwaka wa kukujua, wa kukutumikia, wa kukurudia wewe, wa kuenenda sawasawa na mapenzi yako. Baba, utujalie neema. Nami mtumishi wako Bwana, ninajikabidhi kwako. Ninapungua kabisa, wewe Mungu uongezeke. Baba, ninapungua tena.
wewe uongezeke. Yesu, napungua. Mungu wangu uongezeke. Ninatamani kukutumikia wewe kwenye vile viwango ambavyo ungetamani nitumike. Ninatamani maisha yangu, mwenendo wangu, kila kitu kutoka kwangu, asili yake iwe ni wewe. Baba, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante kwa kuwa umeponya mioyo yetu na unakwenda kutupa hatua moja zaidi. Utukufu ni wako na adhama. Hatutagusa utukufu wako hata tone. Heshima zote na mambo yote unayoyatenda kupitia chombo hiki cha NYTV, hatutagusa utukufu wako, ni wewe unafanya. Tunajikabidhi kwako Mungu wetu. Tujalie kuwa na mwaka wa baraka na neema nyingi zilizojaa madhihirisho ya uwepo wako kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Zaidi ya yote Bwana, tupe neema ya kukumbuka. Roho Mtakatifu, wewe unatukumbusha. Tupe neema ya kukumbuka kwamba maisha ya duniani hapa yana mwisho. Kuna mahali tunaenda. Tusaidie Bwana kujenga msingi ulio bora kwa kurudi kwenye asili yetu, tukikutazamia wewe, kwa maana ya mbingu mpya na nchi mpya. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwaminifu, katika jina la Mungu Baba, jina la Mungu Mwana, jina la Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana mpenzi mtazamaji wa kituo bora cha matangazo. Mimi ninakiita ni madhabahu. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema mpaka wakati mwingine tutakapo onana tena. Kwa heri.